tunaishukuru ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kuandaa mafunzo elekezi kwa waheshimiwa wa madiwani, mafunzo ambayo yanakwenda kutujengea uwezo wa namna ya kutambua sheria, kanuni na taratibu mbalimbali za kusimamia halmashauri zetu mbalimbali zilizoko ndani ya mkoa wetu wa Tanga. Kama tunafahamu kwamba uongozi kila siku unahitaji kujiupdate. Kila siku lazima upate mafunzo mbalimbali. Huwezi kuwa kiongozi ambaye huna maono mazuri na hujui mipaka yako ikoje. Ni kama kisu. Uongozi ni kama kisu. Ukikinunua baada ya muda ukikitumia lazima ukakinoa ili kiweze kuwa na makali. Ndio ambacho kinafanyika hapa, kuwapa uwezo, kuwajengea uwezo waheshimiwa madiwani ili waweze kwenda kusimamia halmashauri zao kwa mujibu wa taratibu ambazo zipo. Lakini mafunzo haya si kwenda kusimamia tu halmashauri. Mafunzo haya yanatujenga sisi wenyewe pia. Yanatushape. Unapokuwa kiongozi lazima uwe na maadili. Lazima utambue maadili ni nini. Kwa hiyo mafunzo haya yamekuja kutukumbusha maadili ya viongozi wa umma. Tufanye nini wakati gani, uzungumze nini wakati gani, na sehemu gani unatakiwa useme kitu gani. Na lengo kubwa ni kwenda kuhudumia wananchi. Sababu huwezi kwenda kuhudumia jamii ambayo imekupa dhamana kama huna uelewa mkubwa wa nafasi ambayo umeaminiwa nayo. Kwa hiyo nafasi tulizoaminiwa nazo lazima tujengewe uelewa mkubwa ili tuweze kwenda kutoa huduma bora kwa wananchi wetu. Kwa hiyo hiki ndio ambacho kinafanyika hapa. Tunaishukuru sana ofisi ya mkoa kwa kuandaa mafunzo haya, na ni wataalamu wazuri wametoka katika chuo chetu cha serikali za mitaa Hombolo, na wameanza vizuri. Kila mtu anaifurahia semina hii. Kwa hiyo katika hili tunashukuru sana na tuko tayari kupokea mafunzo haya. Yani kuletewa mafunzo ni jambo la kwanza, lakini la pili kujifunza ni jambo la pili. Kwa sisi tumekubali mafunzo na sisi tuna utayari wa kuyapokea mafunzo haya na tuko tayari kuyaelewa, kujiupdate, kuuliza ili kupata uelewa zaidi, ili tutumie uelewa huu kwenda kuhudumia jamii yetu. Kwa hiyo hicho ambacho ndo ninachoweza kukisema.